بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الحق تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة آية نمبر 261 ndio aya ya majlisi ya leo biidhnil bari tabaraka wa taala, katika muendelezo wa kuifasiri sura hii adhim, surat al-Baqara. Awali kama ilivyo kawaida tupate tarjama au tafsiri fupi ya aya hii, alafu tuone yale yanayotajwa na wanazuoni min al-fawaid wal maani katika aya hii. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah. Kamathali habatin, ni mfano wa punje, ambatat 7 sanabila, ambayo imeotesha katika mmea wake mashuke 7 au masuke 7, fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke au kwenye kila suke 100 habba, kuna punje 100. Wallahu yudhaifu liman yasha'u, na Allah azza wa jalla humuongezea zaidi ya hapo amtakaye. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadhila, mjuzi wa kila kitu. Aya hii inataja moja miongoni mwa ibada adhim, ibada tukufu, ibada nzito, na ni ibada muhimili kadhalik, nayo ni ibada ya kujitolea kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Lakini hapa Allah azza wa jalla anahimiza juu ya ibada hiyo kwa kutaja fadhila, ujira na malipo makubwa yaliyopo kwenye ibada ya al-infaqu fi sabilillah, kutoa au kujitolea katika njia ya Allah azza wa jalla. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa waumini ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla anaanza kwa kutoa mfano ili kuonyesha ukubwa wa ujira na malipo kwa wale ambao watatoa katika njia ya Allah. Ndio maana anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala fi matla'i hadhihi al-aya au fi matla'i tafsiri hadhihi al-aya, anasema rahimahullahu ta'ala: hadha mathalun darabahu Allah ta'ala, huu ni mfano uliopigwa na Allah azza wa jalla litadhifi athawabi, kwa kuonyesha wingi wa thawabu na malipo yatokayo kwa Allah azza wa jalla, liman anfaqa fi sabilihi, kwa yule ambaye atatoa katika njia ya Allah azza wa jalla, wabtighai mardati, na akatoa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah azza wa jalla. Wa anna alhasanata tudha'afu bi'ashri amthaliha, na Allah anabainisha kama tutakavyokuja kuona kuwa jema unalolipwa Allah analiongeza mpaka 10 mfano wake, ila 700 dhifin, na inaendelea kuongezwa katika ujira na malipo ya Allah azza wa jalla mpaka mara 700. Faqala, hivyo Allah azza wa jalla akasema: mathalu alladhina yunfiquna amwalahum, mfano mzuri wa waumini wanaotoa mali zao fi sabilillahi, kwenye njia ya Allah. Hapa wanaozungumziwa ni waumini, na malipo haya yanawahusu waumini. Ndio maana wanazuoni kwenye tafsiri wanasema hivyo: mathalul ladhina, mfano wa wale ambao yunfiquna amwalahum, wanatoa mali zao. Ni kina nani hao? Almu'minun. Kipi kinabainisha kuwa almu'minun fi sabilillahi, katika njia ya Allah azza wa jalla? Qala almufassirun: المراد بقوله في سبيل الله أي في دين الله.
maana ya maneno ya Allah azza wa jalla aliposema mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah, maana ya njia ya Allah ni dini ya Allah. Wanazuoni alayhim rahmatullahi ta'ala, neno fi sabilillah ni neno pana, lakini wakataja baadhi ya khairi ambazo mtu akitoa kwenye khairi hizo huenda anaingia kwa nafasi ya mbele kwenye aya hii. Wakasema baadhi almufassirin almuradu an-nafaqa fil jihad khassa, kilichokusudiwa hapa kwenye hizi fadhila za kujitolea ni yule aliyejitolea katika masala mazima ya jihad. Ima akajitolea yeye mwenyewe akatumia mali yake kwenda mujahidan fi sabilillah, huyu la shaka ujira wake na malipo yake ni makubwa sana. Aliyetoka mujahidan fi sabilillah na mali yake pia akaitumia kwenye safari hiyo, huyu ujira wake mbele ya Allah ni ujira mkubwa. Tunaijua hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam wakati anahimiza watu kufanya khairi kwenye zile siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Akasema ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna siku ambazo amali njema inapendwa zaidi na Allah azza wa jalla. Hii ni ishara ya malipo makubwa kushinda amali njema itakayofanywa ndani ya hizi siku 10. Bimaana hakuna amali ya khairi yenye ujira mkubwa kushinda ujira mkubwa wa amali ya khairi inayofanywa ndani ya hizi siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Wakauliza masahaba wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah? Bimaana hata anayetoka jihad fi sabilillah halipi kama anayelipwa anayefanya khairi ndani ya hizi siku 10? Faqala alayhi salatu wassalam, wala aljihad fi sabilillah, Mtume akasema hata jihadi katika njia ya Allah, illa rajulun, isipokuwa atakayelipwa zaidi ni mtu ambaye kharaja bi nafsihi wa malihi, ametoka kwa nafsi yake na mali yake, walam yarji min dhalika bi shay, na hajarudi na chochote katika hivyo viwili. Mali yake imetumika huko na yeye akafa mujahidan shahidan fi sabilillah. Kwa hiyo huyu ameitoa mali yake fi sabilillah katika njia ya jihadi kwa ajili ya kuihudumia nafsi yake. Huu ni utoaji fi sabilillah. Lakini kadhalika miongoni mwa utoaji fi sabilillah, wewe hushiriki lakini unatoa chako kumsapoti yule ambaye anakwenda kushiriki. Hii pia inahesabika kuwa ni kutoa fil jihad, katika jihad. Na Mtume alayhi salatu wasallam anasema hawa wawili wote wako sawa kwenye malipo. Qala man jahaza ghaziyan faqad ghaza, yoyote ambaye atamuandaa anayekwenda kupigana katika njia ya Allah azza wa jalla, basi na yeye anahesabika kuwa amepigana, atalipwa kama alivyolipwa au kama anavyolipwa yule ambaye ameshiriki katika uwanja wa vita. Kwa hiyo wapo baadhi ya ahlul ilmi waliofasiri aina hii ya nafaka wakasema hii ni nafaka ni fil jihad khassa, yenye malipo haya yaliyotajwa hapa ni ile sadaka iliyotolewa kwa wale wanaokwenda jihad, ama wao wenyewe au kuwawezesha wengine. Wakila, na wapo waliosema katika baadhi ya wanazuoni, almuradu bil infaq huna al-infaq fi jami'i abwab al-khair, kujitolea kuliko kusudiwa hapa ni kujitolea katika njia zote za khairi, iwe ni kwenye jihad au kwenye khairi nyingine yoyote. Madamu umetoa mali yako, na aya imetaja mali, madamu umetoa mali yako katika njia ya khairi, basi wewe unaingia katika wale waliotajwa kwenye kulipwa ujira huu mkubwa fi hadhihi aya. Qala wa yadkhulu fihi, madamu kujitolea huku ni katika njia za khairi zote, basi inaingia kwenye hizo njia za khairi alwajibu wan naflu, sadaka iliyotolewa kwa kuwa ni sadaka ya lazima, na sadaka iliyotolewa ikiwa ni sadaka ya khiyari. As-sadaqatul wajiba au an-nafaqatul wajiba, kile unachokitoa ikiwa ni wajibu kwako, ni mfano wa zakatul mal au zakatul fitr, ni wajibu kwa yule ambaye amekamilisha vigezo na masharti. Kwa hiyo ikiwa sadaka hiyo ni ya wajibu, ni mali umetoa, basi unaingia katika ahadi hii ya Allah azza wa jalla na mfano huu.
Lakini hata ikiwa ni sadaka tatawuan, ni kujitolea tu na wala haikuwa wajibu kwako, pia utaingia katika jaza hii ya Allah azza wa jalla. Na wanazuoni alayhim rahmatullahi ta'ala wametaja aina mbalimbali za utoaji wa mali unaozingatiwa kuwa ni kutoa katika njia ya Allah. Labda nitaje mfano mmoja ambao kwa wengi wetu yamkini wanaotoa mfano huo. Miongoni mwa utumiaji wa mali ambao ni wajibu na unahesabika umetoa katika njia ya Allah, kwa maana katika mlango wa khairi unaomridhisha Allah, ieleweke hivyo, fi sabilillah. Kwa hii tafsiri ya pili, fi jamii abwabil khair, katika milango yote ya khairi, madamu umetoa kwenye jambo la kumridhisha Allah, unahesabika kuwa umetoa na unaingia kwenye aya hii. Al-infaqu ala al-ahli wal-iyal, ni kutoa kwa ajili ya familia yako. Yale matumizi unaotoa kwa ajili ya familia, hii pia inaingia katika al-infaqu fi sabilillah, umetoa katika njia ya Allah. Kwa nini? Kwanza umetekeleza wajibu wako kisheria. Sheria inakuelekeza wewe mume mwenye mke mwenye watoto, wajibu wa kuwasimamia watoto wako, wake zako au mke wako uko juu yako. Kwa hiyo unapotoa pesa yako, unatoa katika kutekeleza agizo la Allah, unatoa katika njia ya khairi. Kwa hiyo unahesabika kuwa umetoa fi sabilillah. Aliwahi kusema Mtume alayhi salatu wassalam, innaka lan tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta luqmata taj'alha fi fi imra'atik. Wewe hutotoa sadaka, hutatoa matumizi mahitaji, hutatoa pesa yako likiwa lengo lako ni kutafuta radhi za Allah, isipokuwa utalipwa mpaka tonge unayoiweka kwenye kinywa cha mke wako, ili ujue kuwa ni sadaka na utalipwa. Hii ni as-sadaqatul wajiba au an-nafaqatul wajiba. Huu ni utoaji wa lazima, lakini utalipwa. Badilisha tu picha. Pesa hii ambayo unatoa kwa ajili ya familia yako na watoto wako, uitoe kwa upande mwingine kwa ajili ya kimada na hawara. Unapata madhambi au hupati? Unapata. Kwa nini? Kwa sababu umetoa utoaji ambao si halali. Kwa hiyo kadhalika ukitoa utoaji ambao ni halali bali ni wajibu, mimbabi aula ulipwe. Mtume alayhi salatu wasallam siku moja aliyazungumza mfano wa maneno haya, masahaba wakastaajabu. Alisema, wa fi bud'i ahadikum sadaqa, mmoja wenu anapokutana na mke wake wakashiriki kwenye ile ibada ya ndoa, hii nayo inahesabika kuwa ni khairi na watalipwa. Masahaba akasema, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahwatahu wa yujaru alayhi, mmoja wetu anakidhi mahitaji yake ya kimwili alafu tena alipwe? Bwana Mtume akasema, naam, analipwa. Mnaonaje hayo matamanio yake anayoyakidhi? Lau engeliyakidhi kwenye haramu, ingepata madhambi? Asingepata? Ingepata. Kwa hiyo madamu anakidhi kwenye halali, fa huwa majurun ala dhalik, analipwa kwenye hili. Kwa hiyo tuwafikiane kwamba almuradu biqawlihi ta'ala fi sabilillah fi jami'i abwabi alkhair, mfano wa malipo ya sadaka ya mali inayotolewa kwenye njia ya Allah, kwenye kila jambo la khairi ambalo Allah azza wa jalla analiridhia, kwenye kila utoaji wa khairi ambao Allah azza wa jalla anaupenda, uwe ni utoaji wa lazima au ni utoaji wa khiyari, bimaana iwe ni al-infaqu al-wajib au al-infaq an-nafl, ni utoaji wa wajib au ni utoaji wa khiyari. Anayetoa utoaji wa aina yoyote madamu ni katika mlango wa khairi, basi haya yajayo kuna haja kuyategea masikio ili yasikilize vizuri. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa waumini ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah kwenye malipo na ujira na thawabu, jinsi watakavyoongezewa. Kama habba, ni mfano wa punje, mbegu moja tu hivi, habba hiyo. Ambatat
mbegu hiyo moja au punje moja imepandwa. Tu amechukua labda punje moja ya hindi akaipanda, faambatat, ikaotesha hiyo mti wake, na katika yale mazao ya mti yake au mti wake ikatoka 7 sanabila, mashuke 7. Shuke nafikiri tunajua wanasema shuke au suke, ni Kiswahili sahihi. Ukisema shuke sawa, ukisema suke pia sawa. Kikonyo kile kimoja, wakulima wa mpunga nafikiri wataelewa vizuri ile. Kile kikonyo kimoja kile ndio kisuke, wala sio kile kifurushi, kile kimoja tu. Kwa hiyo mfano wa wingi wa ujira na malipo wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah, Allah anasema kamathali habba, ni mfano wa punje moja ulioichukua ukaipanda ardhini, mti wake ukamea, alafu ukatoa hicho kinachozaliwa na punje hiyo. Kama ni punje ya hindi, ukamea muhindi, na ule muhindi ambatat 7 sanabila, ukazaa mashuke 7. Fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke moja au kwenye kila suke moja, 100 habba, kuna punje ngapi? 100. Punje uliopanda wewe ni moja, ukatoka ule mti ukazaa mashuke 7. Kila shuke moja lina punje ngapi? 100. Punje zinakuwa ngapi kwa ujumla? Punje 700 hizo. Lakini hizi punje 700 chimbuko lake ni punje ngapi? Punje moja tu, ambayo uliifukia ardhini, ukasubiri uwezo wa Allah azza wa jalla. Allah kaiotesha mti ule, ukakua, ukatoa hayo mazao yake. Kwa hiyo Allah anapigia mfano wa yale matunda ambayo chimbuko lake ni hiyo punje moja. Mfano huu tunatakiwa tuuelewe vizuri sana, kwa sababu unapotoa sasa hivi unatoa خلاص, kama umetoa 100, 1000, 10,000, milioni 1 umetoa. Hii hela unayotoa inakwenda wapi ili sasa ifanane na huu mfano? Kwa sababu punje moja unaitupa ardhini, unaifikia ardhini, unaipanda, alafu Allah anafanya kazi yake ya kuiotesha na kutoa yale mazao. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye sadaka. Unapotoa sadaka yako umemkabidhi Allah azza wa jalla, kama ambavyo unapopanda nafaka au mazao yoyote, ukishaweka pale ardhini umemkabidhi nani? Allah. Usije utamwagilia, utaweka mbolea, lakini nani anayeotesha kutoka pale chini? Ni Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kama vile unavyopanda ile punje au ile mbegu umemkabidhi Allah, Allah ndiye ambaye anaiotesha. Kwa hiyo kadhalika unapotoa sadaka yako umeikabidhi mikononi mwa Allah. Na imekuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah azza wa jalla ni mzuri, hapokei isipokuwa kizuri. Na mmoja wenu anapotoa sadaka yake, Allah anaipokea kwa mkono wake wa kulia, na Allah hapokei isipokuwa kizuri. Alafu Allah anailea ile sadaka kama mmoja wenu anavyolea mtoto wa farasi wake. Allah anailea, anaikuza ile sadaka kama mmoja wenu anavyolea mtoto wa farasi wake, kiasi ya kwamba farasi wako leo kazaa mtoto, lakini baada ya muda naye amekuwa mkubwa, unamtumia kama ulivyokuwa unamtumia mama yake. Kwa hiyo kadhalika sadaka tunazotoa kwa masharti tutakayokuja kuyataja, Allah azza wa jalla anazipokea, anazilea, kiasi ya kwamba ukiona jazaa ya hizo sadaka mbele ya Allah azza wa jalla utastaajabu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anatupa picha hiyo, jinsi Allah anavyoelea sadaka na kuikuza katika malipo. Ni mfano wa habba, punje moja tu, mbegu moja umechukua, umepanda, ukamea ule mti wake, ukatoa mashuke 7. Fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke 100 habba, kuna punje 100. Kwa hiyo zote kwa ujumla kwenye mashuke 7 na kila shuke punje 100, inakuwa ni 700.
umezalisha kwenye kimoja, kwenye punje moja umezalisha punje 700. Qala fal hasanatu idhan fil infaq fi sabilillah, maana yake ni kwamba jema moja kwenye kujitolea katika njia ya Allah azza wa jalla takunu bi 700, Allah anakulipa na kuongezea mpaka 700. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، الحافظ ابن كثير anasema وهذا المثل أبلغ في النفوس، na mfano huu tuliopigiwa na Allah azza wa jalla unaingia vizuri kwenye nafsi, min dhikri adadi as-700, kuliko kutaja tu 700 kwamba anaitoa katika njia ya Allah analipwa mpaka mara 700. Allah kaleta mfano wa kulima. Kwa hiyo anasema mfano huu una athari sana katika nafsi, fa inna hadha fihi ishara, kwa sababu kwenye mfano huu kuna ishara ila anna al-a'mal as-salihah yunammiha Allah azza wa jalla, kwamba matendo mema Allah azza wa jalla anayakuza. Matendo mema yote Allah azza wa jalla anayakuza. Unafanya kidogo lakini unakwenda kulipwa kikubwa, kama ambavyo unapanda punje moja inakuwa polepole inakuzwa na Allah azza wa jalla mpaka inakuja kuzaa mashuke hayo. Kwa hiyo mfano huu una lengo tofauti. Ingetajwa tu kwamba anayefanya wema Allah anamlipa mpaka mara 700, lengo hili lisingetimia. Lengo ni lipi? Ni hii ishara iliyopo kwenye mfano huu ila anna al-a'mal as-salihah, kwamba matendo mema yunamiha Allah azza wa jalla li ashabiha, Allah anayakuza katika malipo kwa wale waliofanya. Kama yunammi zar'a liman badarahu fil ardi at-tayyiba, kama ambavyo Allah azza wa jalla anaukuza mmea kwa yule aliyeupanda kwenye ardhi safi, ardhi nzuri. Kwa lengo la mfano huu wa kupanda na kutoka hayo mashuke 7 ni ili tuelewe kwa mapana hayo kwamba kila khairi unayoifanya sio kutoa tu katika njia ya Allah. Kila khairi unayoifanya Allah azza wa jalla anakukuzia khairi hiyo, kiasi ya kwamba siku ya kiyama ukija kukutana nayo unakutana nayo ikiwa na malipo makubwa. Al-Imam Al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala anasema fi hadhihi al-ayati dalilun, kwenye aya hii mpaka hapa kuna dalili ala anna ittikhadha az-zar'i min a'la al-hiraf allati yattakhidhuha an-nas, kwamba kulima ni katika shughuli bora miongoni mwa shughuli zinazofanywa na watu. Wal makasib allati yashtaghilu biha al-ummal, na kulima ni miongoni mwa vitu vizuri ambavyo watu wanaweza kujishughulisha navyo. Walidhalika daraba Allahu bihi al-mathal, na ndio maana Allah azza wa jalla ametupigia mfano wa kulima, zaidi ya kuwa tupate ile picha tu ya kukuziwa thawabu zetu, lakini pia kilimo chenyewe hapa kimetajwa kwa sababu ni katika vitu muhimu, mihimili ya maisha ya binadamu. Ukiangalia hata wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam palikuwa na masahaba wa kulima, na taban watu wa Madina shughuli yao ya uchumi kubwa ilikuwa ni kilimo, wanalima tende na vitu vingine. Na watu wa Makka shughuli yao kubwa ilikuwa nini? Biashara. Na kuna hadithi chungu nzima, maelekezo ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yanayohusiana na masala mazima ya kilimo. Ziko hadithi zinazungumzia al-muzaraa, kuna hadithi zinazungumzia al-musaqat, hadithi zinazungumzia namna ya kufanya mauzo kwenye mazao ambayo bado hayajavunwa. Hadithi chungu zima za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii inaonyesha kwamba kilimo ni kitu ambacho kipo tangu zama hizo, bali hata kabla ya kutumilizwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, mtume tu akaweka utaratibu hasa pale tunapotaka kufanya biashara kupitia vilimo hivyo au kubadilishana mali kupitia vilimo ambavyo
tunalima. Kisha akasema Imam al-Qurtubi akaitaja hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, wa fi sahihi Muslim an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, ndio maana kuna hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam aliyopokea Imam Muslim. Mtume amesema ma min muslimin yaghrisu gharsa au yazra'u zar'a, hakuna muislamu atakayepanda mmea au atakayelima, fayakulu minhu tayrun au insanun au bahima, kwenye kile alichokipanda na kukilima ikatokea kuna ndege wamekula, binadamu wamekula, wanyama wamekula, illa kana lahu sadaqa, isipokuwa kwake itakuwa hiyo ni sadaka, ataandikiwa sadaka mbele ya Allah azza wa jalla. Bali imekuja hadithi nyingine mashuhuri sana, lakini baadhi wanazuoni wameidhofisha, kama vile Sheikh Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala, na wengine wapo waliosema ni hadithun hasan, kuwa Mtume alayhi salatu wasallam anasema iltamisu rizqa fi khabaya al-ard, itafuteni riziki ndani ya ardhi. Wengi katika wale ambao wanaikubali hadithi hii wakasema almuradu bi khabaya al-ard az-zar', maana ya kuitafuta riziki chini ya ardhi, ndani ya ardhi ni kulima. Wengine wakaenda zaidi ya hapo, sio kwenye kulima tu, hata kuchimba madini inaingia kwenye hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hivi itakavyokuwa, lakini tunakubaliana miongoni mwa kazi ambazo fursa zake ni kubwa zinazohusiana na ardhi, ikiwa ni pamoja na kilimo. Walioandikiwa kutoka kwenye kilimo mashallah wametoka, japo mitihani haikosekani, lakini kadhalika kuchimba hayo madini ya aina mbalimbali, dhahabu na madini mengine chungu nzima, ni fursa ambayo pia Allah akikufungulia hakika manufaa yake utayaona. Kwa hiyo Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala akatueleza kupitia aya hii kwamba jamani, hapa kama vile Allah anatuzindua, kama kuna sehemu tunataka kuwekeza ni kwenye ardhi. Lakini zaidi ya hapo tukapewa bishara, unapolima, hizi changamoto zipo. Kuna watu wanakuja kuiba mazao yako, hata kama ameiba kwako ni sadaka. Kuna wanyama wanakuja kuvuruga mazao yako, kwako ni sadaka. Kuna ndege wanakuja kula mazao yako, kwako ni sadaka. Mashaallah, ni kama vile Bwana Mtume anasema hata ukikosa cha kuvuna kwa sababu ndege wamekula, hujakosa thawabu mbele ya Allah. Yaani kwa namna yote ukilima, kama atanufaika mwingine hujapoteza. Hii inanikumbusha maneno ya mwanazuoni mmoja, japo sio kwenye kilimo, yeye alizungumzia biashara nyingine. Akasema lau ningelikuwa na fursa ya kufanya biashara ningeuza marashi. Lau ningelikuwa na fursa ya kufanya biashara ningeuza manukato. Akaulizwa kwa nini? Akasema in khasibtu ribha lam akhsar raiha, kama nitakula hasara sitopata faida, basi pia sitaacha kunukia. Yaani kama faida sitapata, nitapata hata harufu nzuri. Mimi ndio muuza manukato. Kwa hiyo kama ningekuwa na fursa ya kufanya biashara ningefanya biashara hiyo, lengo nipate faida. Lakini faida nikikosa, marashi ya kidoda nitajipulizia mwenyewe, siwezi kuyamwaga. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah kwenye malipo, ujira na thawabu, kama thali habatin, ni mfano wa punje moja iliyopandwa, mti wake ukamea ukazaa huo mti, ambata 7 sanabila, kwenye kuzaa kwake mti ukazaa mashuke 7, fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke moja 100 habba, kuna punje 100. Qala al-mufassirun hadhihi al-aya au fi hadhihi al-aya fadlun fi al-infaq fi wujuhi al-khair wa at-ta'a. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazobainisha fadhila kubwa na thawabu nyingi za kujitolea katika njia ya Allah azza wa jalla. Walil-infaqi fadailu adhima, na tunajua kujitolea kuna fadhila chungu nzima. Nitaje tu 4-5 kwa haraka. Miongoni mwa fadhila za kujitolea kwa ajili ya kuitia nguvu hii ambayo leo tunaifasiri, analinfaqa istijabatun li amri rabbina ta'ala, kujitolea katika njia ya Allah miongoni mwa fadhila zake ni kuitika wito wa Allah. Allah ametuamrisha kwenye aya chungu nzima tutoe kwa ajili yake.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة هي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سورة جاني هي سورة النساء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني كان النساء pia siku, lakini hii tuliyotaja hapa suratul munafiqun. Kwa hiyo unapotoa amini kwamba umeitika wito na agizo la Allah azza wa jalla, na hii kwako inatosha kuwa ni khairi. Lakini miongoni mwa fadhila za kujitolea fi sabilillah anna darajatal bir la tunalu illa bil infaq. Ile daraja ya wema, miongoni mwa njia za kufikia daraja hiyo ya wema ni kujitolea katika njia ya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lakini zaidi ya hapo, kutoa kwa ajili ya Allah ni sifa ya wacha Mungu. Miongoni mwa sifa za wacha Mungu ni al-infaq fi sabilillah. Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Sifa zao zipi? alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i ila akhir al-aya. alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i, wanatoa katika hali zote, hali ya wepesi wanatoa na hali ya dhiki na tabu kadhalika wanatoa. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema was-sadaqatu burhanun, na sadaka ni hoja, ni ushahidi. Ushahidi wa nini? Anasema Ibn Rajab al-Hanbali alayhi rahmatullahi ta'ala, burhanun ala sihhati al-iman. Sadaka ni ushahidi kwamba anayetoa kweli ana imani. Na kweli ukiona mtu anatoa bana, bashiria khairi. Maana kutoa zaidi ya kuwa kunataka moyo, lakini pia kunataka nini? Kunataka imani. Kwa sababu jicho la kawaida unaona unapungukiwa. Kwa hiyo ili uone kuwa hupungukiwi ni lazima uwe na imani kwamba hiki ninachotoa nitapata ujira na malipo kwa Allah azza wa jalla. Aidha, miongoni mwa fadhila za kutoa fi sabilillah ni kwamba anayetoa yanalu dua al-malaika, anapata dua ya malaika. Hadithi muttafaqun alayhi tunajua, ma min sabahin illa wa yanzilu malakan, kila asubuhi wanateremka malaika wangapi? Wawili. Yaqulu ahaduhuma, mmoja anasema katika kuomba dua, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah anayetoa mpe mbadala. Wa yaqulu al-akhar, na mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allah anayezuia na kubana asiyetaka kutoa mpe upotevu katika mali yake. Lakini miongoni mwa fadhila ukitoa fi sabilillah, tumalizie na hii, ziko nyingi. Ukitoa huo unamgaragaza na kumuumiza ibilisi, shetani. Shetani hapendi watu watoe. Kwa hiyo ukitoa unamkera shetani. Na khairi yoyote unayoambiwa ukifanya unamkera shetani, ifanye kwa kasi sana hiyo, ili umkere tu. Maana kumkera nako kuna raha, kumkera shetani kuna raha. Shetani anatumendea, anatutafuta kila sehemu. Kwa hiyo ukiambiwa ukifanya hili unamkera shetani, mkere. Usifanye kutokera sisi tunakufanyaje? Mkere huyu adui yako. Na kumkera adui yako huyu shetani ni ibada. Anakereka wapi? Shetani hataki watu watoe. Na anawaletea wahi wake kwamba ukitoa unafilisika. Kwa hiyo unapotoa maana yake umemkataa na unamwambia natoa na sifilisiki na tutaona. Anaumia. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shetani anakuhidini, anakukhofisheni ufakiri kwamba ukitoa utapungukiwa, ukitoa utakosa, una 1 2 3 utakaotoa wakati mwezi ujao tunatakiwa ulipe rent. Watoa Januari iko karibu, unatakiwa kuna ada ya shule. Unatoa, unakuwa huna akiba, ukipata changamoto itakuwaje? Hela na kujaza vitu vingi ambavyo vinafanana na kweli. Unaona kweli bana, ndio maana unamfuata mtu bana, tuna jambo letu 1 2 3. Sema ustazi kweli nina uwezo lakini mambo mengi. Unafikiri mambo mengi katoa wapi Si ndio huku kwa shetani, nasallallahu salama. Sababu tayari shetani amefanya kazi yake. Shetani ya'idukumul faqra,
Shetani anakuahidini ufakiri kwamba mkitoa nyinyi mtafilisika. Lakini ajabu, huyu shetani anasema utafilisika, yeye hajakupa hata 10. Ila unamuelewa. Huyo Allah aliyekupa akakwambia toa, ndo humuelewi. Kinyume kabisa. Kwa hiyo unapotoa la shaka ndani yake kuna kumuumiza nani? Kumuumiza shetani. Hizi ni baadhi ya fadhila msilizopo kwa yule ambaye anatoa fi sabilillah azza wa jalla. Turudi tena nyuma kwenye huu mfano tuangalie vizuri. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Jamani, si kila anaelima anavuna. Yuko anaelima alafu asivune. Ndivyo ama sivyo? Mfano wake vile vile, si kila anayetoa atalipwa. Yupo anayetoa alafu akawa anipoteza. Okay. Kwa mfano huu, kwa akili ya kibinadamu, ili uvune vizuri kimatarajio, unatakiwa uzingatie nini? Wakulima, hebu tuambieni. Alafu tuone haya mazingatio pia yanaingia kwenye sadaka. Nani mtaalamu wa kilimo? Kuna mtaalamu hapa? Yuko wapi? Abasi watu wamekupendekeza wewe bana. Hebu tuambie hata mambo matatu tusome. Yaani ili ufanye vizuri kwenye kilimo unatakiwa uzingatie nini? Alafu tuone hayo mambo yapo pia kwenye kutoa. Kwa sababu tumeona usipofanya vizuri kwenye kulima upati. Kadhalika usipofanya vizuri kwenye kutoa sadaka, inawezekana kweli umetoa, lakini umekosea formula, utakosa. Kama ambavyo kwenye kilimo ukikosea formula pia utaula huu. Utakuwa unasubiri tu kadari ya Allah na miujiza. Lakini kwa akili ya binadamu wewe utaumia. Tusimpe tabu mwalimu. Au ushaandaa material? Ngoja mimi niseme alafu utarekebisha. Maki akisema yeye mimi narekebisha wapi sasa? Mimi sio mtaalamu wa kilimo. Ngoja niseme mimi ambaye sio mtaalamu, lakini nalima mara nyingi hata michai nyumbani pale. Ukifa na panda mwingine. Kuna mambo kadhaa ya kuzingatia kwa akili ya kawaida ili ufune. Jambo la kwanza, uwe kweli unakijua hicho kilimo. Uwe unakijua kilimo sawa kwa kurithi au kwa kufundishwa. Japo kilimo cha kurithi hakina tija kuliko kilimo cha kujifunza. Kwa mimi nakwenda kulima vitunguu, natakiwa nizingatie 1 2 3 4 5. Inawezekana baba yako alikuwa mkulima vitunguu wa kienyeji. Sasa baba yako huyu alikuwa analima, anavuna, anapata. Lakini kama wewe utajiongeza ukasomee kwamba nikitaka kufanya vizuri kwenye vitunguu nazingatia nini, inawezekana ukavuna zaidi kuliko babako. Sawa wala la? Hivyo kwenye kujitolea. Wewe unajitolea, ujue namna ya kujitolea, na sivyo unaweza ukaharibu kile ambacho unajitolea. Katika hali ya kujua, ujue kwamba nikijitolea natakiwa niwe na ikhlas. Natoa nikitaraji thawabu kutoka kwa nani? Kwa Allah. Lakini inawezekana umetoa lengo lako tu watu wakusifie, watu wakutaje, uandikwe. Kwa jamani, mtendeni, naona mnakwenda polepole sana. Sasa mimi naweka zangu hapo milioni 600. Itakuwa 680, lakini hii baada ya kuandika hizi namba hizi muandike mimi hapo kwamba Hassan Muhammadain ameclear, na hayo maandishi yabaki mpaka nyumba tuibomoe. Kwa hiyo kila mtu anapita jamaa tulimuona wa kawaida, kumbe mwamba ise ndo katuokoa hapa. Unataka ukija hapa msikitini kila mtu anakupisha mpaka imamu. Ukienda kule uwani upangi foleni. Ukitaka kutawaza watu wanakuletea sabuni. Ndio raha yako yani. Kweli utakuwa umetoa na sisi tutachukua, tutatumia, lakini mbele ya Allah umeula huu, umekula hasara. Kwa nini? Kwa sababu ukuzingatia yale ambayo ulitakiwa uyazingatie kwenye kufanyaje? Kwenye kutoa. Kwa hiyo kadhalika mkulima naye ajue mambo ya kuzingatia kwenye kilimo. Mtume alayhi salatu wasallam alipohamia Madina alikuta masahaba wanafanya at-talqih, ta'bir, ile nahitaji kupandikiza au kufanyaje? Ni kupandikiza.
Inaitwaje kitaalamu hiyo? Grafts. Hiyo. Kuna miti haizai kama haijafanywa. Nafikiri na mitende pia wana namna yao wanafanya. Kama vile Mtume alayhi salatu wasallam akawakataza. Kwa hiyo kidogo tende hazikuwa nyingi kwenye msimu huo. Kulikoni ya Rasulullah, si ulikuja kipindi kile tunafanya taabir ukatukataza, ndio maana mazao yamekuwa haba. Bwana Mtume akamwambia antum a'lamu bi umuri dunyakum, jamani huko mwageni nyinyi ndio mnaojua kwamba sasa ni palizi ya kwanza, sasa palizi ya pili, fanyeni, sisi tunasubiri kile ambacho kitavunwa tushirikiane kwenye kula, lakini huku kwenye hizi fani bakini wenyewe. Kwa hiyo kama ambavyo mkulima unatakiwa ujue cha kuzingatia ili utarajie mazao mazuri, kadhalika wewe unayetoa ujue ile miko na utaratibu ili utarajie hayo malipo kwa Allah azza wa jalla. Lakini pia cha pili, yakuna albadru jayidan, mbegu ile iwe mbegu nzuri. Mbegu unayokwenda kulima iwe mbegu nzuri, na soko la mbegu si hivi liko juu kweli. Kila mtu anakuja na maneno yake na kauli zake, kiasi ya kwamba sasa tumeuliwa ule utaratibu wa mbegu za zamani. Mzee hapa nafikiri wakati wao wanalima kama ni mahindi, ukivuna kunakuwa na gunia la mbegu kwamba hii inarudisha shamba. Sasa hivi hakuna cha kurudi yani. Ukivuna eti hapa naweka mbegu, mwisho zitakuja kuliwa na wadudu. Hakuna kitakachotoka. Tumetengenezewa vitu vya namna hiyo, kwa hiyo hata mbegu nazo tunanunua. Almuhim iwe ni mbegu ambayo unajua mbegu hii mashaallah. Kadhalika mbegu kwenye kutoa ni kile ambacho unatoa. Je, ndicho kwa maana ni cha halali? Ubora wa mbegu huku wala vitu vyao wanazingatia, lakini ubora wa kile ambacho tunatoa ni kuangalia, je hiki ni cha halali, je ni kizuri? Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toweni vizuri katika vile mlivyochuma. Kwa kama ambavyo mbegu unatafuta nzuri ili utaraji mazao, kadhalika sadaka iwe inatokana na chumo nzuri. Lakini jambo la tatu, hayakuna al-ardu amiratan, ile ardhi unayokwenda kulima iwe kweli inakubali hicho kilimo, ina rutba, ni ardhi inayopokea kilimo. Kadhalika kwenye kutoa, ndio maana kuna sadaka tunaambiwa sadaka hii ukitoa ni bora zaidi kuliko sadaka hii. Yani kwa yule ambaye sadaka inamnufaisha ndio sadaka inakuwa na ubora. Sasa yule ambaye anapokea sadaka ndio mfano wa ardhi. Inawezekana kweli sadaka umetoa ukampa maskini ina malipo, lakini sadaka hii ukitoa ukampa maskini ambaye pia ni ndugu ina malipo makubwa zaidi. Ndivyo basi hivyo. Kwa hiyo huyu anayepokea ni mfano wa ardhi inayopokea ile mbegu. Kwa hiyo pia angalia unaweka wapi ili utarajie thawabu nyingi zaidi. Na Mtume alayhi salatu wasallam, zipo sadaka ametangaza kabisa kwamba ni sadaka nzuri. Miongoni mwa hizo saqiyul ma, ni sadaka ya kunywisha watu maji. Kwa nini? Kwa sababu waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Kama Allah amekupa uwezo wa kutoa sadaka hiyo, usidharau, ni sadaka kubwa sana hiyo. Lakini toa kwa ajili ya Allah. Kama ni maji unanunua, iwe inatokamana na chumo la halali, tunaamini hawa unaowapa kama wana uhitaji wa maji itakuwa ni sehemu sahihi. Kwa hiyo mfano huu wa malipo ya sadaka uliopigwa kwenye kilimo una mazingatio mengi, ikiwa ni pamoja na hilo. Kama ambavyo kwenye kulima tunazingatia labda haya matatu, tungempa mtaalamu ingetaja mengi zaidi. Kadhalika mfano huu unaweza ukauhamisha kwenye kutoa fi sabilillah, katika njia ya Allah azza wa jalla. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah. Kama thali habatin, ni mfano wa punje moja, ambatat 7 sanabila, iliyopandwa ikachipua, mti ukakua, yakatoka mashuke 7, fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke 100 habba, kuna punje ngapi? 100. Kisha Allah akasema wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah azza wa jalla anamuongezea amtakaye. Nyongeza iliyotajwa hapa ni nyongeza gani?
na Allah azza wa jalla anamuongezea amtakaye. anasema al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala, ikhtalafa al-ulama fi ma'na qawlihi wallahu yudha'ifu liman yasha. Wanazuoni wamekhtalifiana katika kuifasiri kauli Allah azza wa jalla, japo wote wanafikiana kwamba wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah anamuongezea amtakaye. Wanafikiana tafsiri yake ni hiyo, lakini ni nyongeza hipi hiyo? فقال الطائفة كوندي لكسيما هذه الآية مبنية أو مبينة عفوا مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر 700 وليس ثم تضعيف فوق 700. aya hii inasisitiza kwenye ile nyongeza ya 1 mpaka 700, kwamba hiyo 1 mpaka 700 sio kila mmoja ataifikia. Allah anamuongezea mpaka 700 yule amtakaye. Sababu malipo ya kawaida kwenye khairi na thawabu ni 1 kwa 10, si ndio? 1 kwa 10, lakini wapo watakaovuka hapo mpaka wafikie 700. Kwa hiyo akasema wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anamuongeza amtakaye kutoka kwenye ile basic kwenda mpaka hiyo 700. Hii tafsiri. وقال طائفة من العلماء, لكن likasema kundi jingine katika wanazuoni, wallahu yudha'ifu liman yasha huwa i'lamun, hili litangazo lingine, bi anna Allah ta'ala yudha'ifu liman yasha akthar min 700 dhifin, kwamba Allah atawaongezea anaowataka waende zaidi ya hiyo 700. Bimaana wapo ambao Allah atawaongezea kwenye malipo na thawabu zaidi ya 700, na wanasema kauli hii ya pili kwamba zaidi ya 700 ndio kauli sahihi. Al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala kuisupport kauli hii kwamba kusudio la nyongeza kwa wale ambao Allah anawataka ni nyongeza inayokwenda zaidi ya 700. Akasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasimulia kwa ilipoteremka aya hii, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba. Alisema Mtume alayhi salatu wassalam, rabbi zid ummati, ewe Allah waongezee zaidi ya hapo umma wangu. Haya kayataja al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake. Ilipoteremka aya hii ya 261 katika sura al-Baqara, Mtume alayhi salatu wasallam akamwomba Allah, rabbi zid ummati, ewe Allah uongezee umma wangu zaidi ya hapo. Allah kateremsha aya nyingine, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan kathira. Kwa hiyo kama ni kathira, kwamba yote atakayemkopesha Allah azza wa jalla mkopo mzuri, na kumkopesha Allah ni kutoa kwa ajili ya Allah, fayudha'ifahu lahu adhafan kathira, Allah atamuongezea maradufu, mara nyingi zaidi kwenye malipo. Mtume akasema tena, rabbi zid ummati, ewe Allah waongezee zaidi kwenye malipo umma wangu. فأنزل الله قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, hakika wenye subra watalipwa malipo yao pasi na hisabu. Kwa hiyo anayejua ukomo ni Allah azza wa jalla. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anamuongezea anayemtaka. Na aya hii inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kama itakuwa mwisho ni 700, si tayari tumeshajua hisabu? Ili tusijue hisabu inatakiwa iwe zaidi ya hiyo 700. Mpaka wapi? Allahu a'lam. Inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, na ahlu ta'ati wal khair wanaingia katika as-sabirun. Kila anayefanya khairi naye ni sabir, kwa sababu subra imegawanyika sehemu 3. Subra wakati wa majanga na mabalaa, subra kuepuka maasi, subra kudumu katika taa. Kwa hiyo ahlul khairi wote ni as-sabirun. Inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kwa hakika wenye kuvumilia wanalipwa malipo yao pasi na hisabu. Bimaana hisabu hiyo anayejua ni Allah azza wa jalla peke yake. Na kweli inaonekana kauli hii ya pili ndio kauli sahihi, wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anamuongezea anayemtaka zaidi ya hiyo mara 700, au anamuongezea zaidi ya mara 700 yule ambaye anamtaka. Nyongeza hii ina sababu nayo.
nyongeza hii na sababu ni vyema tukastaja kwa haraka asa nasi tukawa miongoni mwa ahlu ziada, miongoni mwa wale ambao watazidishiwa na Allah azza wa jalla. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى وكذلك السعدي amesema al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali wa mudha'afatu al-ajri, na kuongezewa kwenye malipo huku kulikotajwa hapa, wallahu yudha'ifu liman yasha bihasabi kamali al-islam wa bikamali quwwati al-ikhlas fi dhalika al-amal. Al-Imam Sa'di akasema mfano wa haya, ni asome maneno yake pia alafu nilete tafsiri ya pamoja. قال وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان, na nyongeza hiyo ni kwa kiasi cha imani iliyopo kwa yule mtoaji, wal ikhlasi tam, na ikhlasi iliyotakata. Kwa hiyo kama vile hawa wote wawili wametaja mambo mawili, kamalul islam ni kukamilika kwa ule uislamu, ile imani ulionayo wakati unatoa. Imani, kwa nini unatoa? Unatoa kwa ajili ya Allah. Yani ili tuelewane, tuchukue mfano wa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba. Kuna hili sharti la imanan. Imanan anaamini nini? Kama anaamini ahadi ya Allah, anaamini kwa hili ni agizo la Allah, anaamini malipo ya Allah. Kwa hiyo wakati unatoa, imani yako kwenye kutoa ni ipi? Lakini jambo la pili, kamali quwwati al-ikhlas, ukamilifu wa ile ikhlasi yako. Kwa nini unatoa? Natoa kwa kumwamini Allah azza wa jalla, lakini pia natoa kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah azza wa jalla. Lakini pia Imam Sa'di akaongeza jambo la pili katika vile ambavyo ni sababu, jambo la tatu afwan, katika vile ambavyo ni sababu ya malipo kuongezwa. Akasema miongoni mwa vitu ambavyo ni sababu ya malipo kuongezwa ni ile faida inayopatikana na kile ulichotoa kwa ajili ya Allah. Kwa sababu kuna baadhi ya utoaji una manufaa lakini finyu, na kuna utoaji mwingine una manufaa na ni manufaa makubwa. Kwa hiyo utoaji wako ukiwa na manufaa makubwa, Allah pia atakulipa malipo makubwa, lianna aljazaa min jinsi al-amal, kwa sababu malipo kila mmoja analipwa kwa kile alichokifanya. Bimaana ukifanya khairi kubwa utapata malipo makubwa, na Allah anaongeza zaidi kwa yule anayemtaka. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah azza wa jalla anaongeza maradufu kwa yule amtakaye. Imekuwa kila siku sasa tukifika mwisho tunakwenda haraka. Naomba leo tusijiresi, pamoja na kuwa kimebaki kipengele cha mwisho, wallahu wasi'un alim. Hiki tukiacha hivi tutakuja kuunganisha na aya inayofuata insha Allah taala, kuanzia hapo kwenye kauli ya Allah azza wa jalla, wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anamuongezea maradufu yule amtakaye. Tutaanzia hapo tumalizie kilichosalia ili tuunganishe na aya inayofuata. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa waumini katika malipo, wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah azza wa jalla. Kama thali habatin, ni mfano wa punje moja iliyopandwa, mti ukachipua ukamea ukazaa, ambata 7 sanabila, kwenye kuzaa ukazaa mashuke 7 au masuke 7. Fi kulli sumbulatin, kwenye kila shuke 100 habba, paka wana punje 100. Kwa hiyo jumla inakuwa ni punje 700. Ndio mfano wa malipo watakaolipwa wale ambao wanatoa katika njia ya Allah azza wa jalla. Wallahu yudha'ifu liman yasha, lakini zaidi ya hapo Allah huongezea maradufu yule ambaye anamtaka kwa mujibu wa ikhlasi yake kwenye kutoa kwake, na kwa mujibu wa imani yake wakati anatoa, na kwa mujibu wa manufaa na faida inayopatikana kwenye kile alichokitoa. Leo tukomea hapa, tutakutana majlisi ijayo insha Allah taala katika muendelezo wa kuifasiri aya hii. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan.